KTN. Tuelekee Kiminini. Maafisa wa polisi kaunti ndogo ya Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, wanaendelea kuchunguza kufuatia vifo vya watu wawili baada ya kuteketea kwa kiwango cha kutotambulika kufuatia moto uliokumba makazi ya kukodi usiku wa kuamkia leo katika eneo la Makunga, viunga vya mji wa Kitale. Bramil Bwire anaarifu. Simanzi na majonzi yamegubika wakazi wa eneo la Makunga huko Kitale, Trans Nzoia, baada ya mkasa wa moto kusababisha vifo vya watu wawili, akiwemo mmiliki wa makazi hayo pamoja na mpangaji wake. Wakazi wa eneo hili wanasema moto huo ulizuka mwendo wa saa 9 usiku, ambapo juhudi za uokoaji ziligonga mwamba kutokana na ukubwa wa moto huo uliokuwa ukienea kwa kasi na kufanya isiwe rahisi kudhibiti hali hiyo kwa wakati. Ilikuwa usiku mwendo wa saa 9 hivi, kaanza kusikia majirani tuokoe. Wakati tulitoka kwa nyumba kufika hapo hivi tunapata moto ushapatapakaa kila mahali, ambapo mambo ya uokozi hakuna. Rafiki yangu kamili kabisa, hata jana jioni kabisa saa 12 akitokanga huku kwa mambo zake kinywaji, tukaongea naye vizuri, tukafanya bila anakuja, so that nimekuja hapa nikaona imefanyika hivyo. Mkasa wenyewe umeacha hasara kubwa, mali pamoja na vyakula vilivyokuwa vimehifadhiwa katika baadhi ya nyumba hizo kuteketea kabisa. Moto ilikuwa ishasambaa kila mahali, so si kuokoa anything. Vitu zote ziliungua ndani ya nyumba. Kwa sasa maafisa wa polisi katika kaunti ndogo ya Kiminini wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha mkasa huo ambacho bado hakijafahamika. Bramil Bwire, KTN. Makiwa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika mkasa huo wa moto kufikia